nikupatie siri ambayo wewe mwanamke labda ulikuwa huijui ama uifahamu. Hakuna taarifa nzuri huyo mwanamume wako ama mume wako anaifagilia kama wewe mwanamke kumpigia simu, ama kama mko nyumbani umwambie babe ama mume wangu njoo nivumbule. Hata kama yuko kazini umpigie simu ama umtumie message, umwambie kwamba nimejitayarisha kwa ajili yako. Yani hata akapigiwa simu ya kazi, akapigiwa simu kwamba amepandishwa cheo, akapigiwa simu kwamba njoo bwana lile deni lako nataka nikulipe, kwamba nataka nikupe pesa, hizo simu zote hatozifurahia kama wewe mwanamke umpigie simu kwamba nimejiandaa kwa ajili yako baby, naomba kuvumbulwa na wewe. Hakuna utamu hiyo siku mwanamume atausikia kama huo. Hakuna usungo mbaya kama mwanamke kushindwa kuomba tendo kwa mume wake. Jamani, wanaume zenu wanalalamika huku nje. Na unajua inasikitisha zaidi kwamba mwanamume akikosa kumuomba tendo mwanamke hiyo siku watalala mzungu wanne. Na tuseme mwanamume kama huyo utie gotini kwamba hatomuitisha tendo mke, basi ndo wataenda hivyo wiki nzima bila kuvumbulana. Sasa mimi nataka nikupatie sababu za kwa nini mwanamume huwa anafurahia sana akiombwa tendo na mke wake. Katika muktadha wa kihisia, kimahusiano na kisaikolojia, kwa wanaume, taarifa ya kupewa penzi, ya kupewa kipochi manyoya humfurahisha kwa sababu kwanza, hitaji la kupendwa na kukubalika. Mwanamume kama binadamu mwingine yeyote yule anahitaji na ana matamanio na ana matamanio ambayo yanahitajiwa kukidhiwa ya kimsingi, sio jingine ila ni la kupendwa. Kwa hiyo taarifa ya kupewa penzi, taarifa ya kwamba leo mume wangu nimejiandaa kwa ajili yako, leo mume wangu kichwa chako halali yangu, basi humletea hisia ya kukubalika, ya kuthaminiwa na kuwa wa kipekee kwa mtu mwingine, hasa mpenzi wake. Hii I'm telling you huwa inazidisha ile hali ya yeye kuwa na furaha na kujiona kwamba kweli mimi kidume, kweli napendwa, kweli mie wa maana. Ile sababu nyingine ni uhakikisho wa mvuto wa kimapenzi. Kwa wanaume wengi, kupokea penzi ni ishara kwamba wanavutia kihisia na kimwili kwa wapenzi wao. Na hii, msikilizaji, huchochea kule kuvumbulana. Haswa kwa vile jamii mara nyingi huweka shinikizo kwa mwanamume kuonekana mwenye mvuto au mwenye mafanikio. Kwa hivyo wewe ukimwambia hivyo, anajua wazi kweli, mimi namvutia mpenzi wangu mpaka amenitaka niende nikamvumbule. Mpatie hiyo fahari, si vibaya. Ila sababu nyingine ni mapenzi huambatana na hisia za ukaribu na wa kipekee. Jamani, hii ipo hivi, tofauti na taarifa za kazi au mafanikio ya nje. Jamani, taarifa ya mwanamke kumwambia mume wake nimejiandaa kwa ajili yako, yani huwa inamgusa mwanamume kiini cha hisia za ndani. Inahusisha ule ukaribu wa kihisia ambao ni wa kipekee. Ni uhusiano wa moja kwa moja kati ya moyo na moyo, si mazingira ya nje tu. Ndio maana hapa mwanamume huweza kusahau kila kitu na kusubiri tu
kuandaliwa chakula, kusubiri tu Kipochimanyoya kiandaliwe. Manake hapo anajua atakula chakula ambacho kinapoa, alafu ale chakula ambacho hakipoi, alafu mengine yote yaendelee baadaye. Lakini pia matarajio ya furaha na utimilifu wa ndani. Penzi kwa mwanamume huashiria uwepo wa mshirika wa maisha au mtu wa karibu anayejali na kuielewa hali yake. Hii hutoa matumaini ya furaha ya kudumu, mshikamano wa kihisia na hata utulivu wa mwanamume kwa maisha yake. Jambo lingine ni mapenzi jamani, kwamba ni ishara ya ushindi wa kihisia. Kijamii, mwanamume hupewa ile taswira kwamba yeye ndio mtafutaji wa penzi. Yeye ndio siku zote anafaa kumuanza mwanamke. Yeye ndio anafaa, kwa sababu yeye ndio head of the family, basi paka kwenye kuvumbulana yeye ndio lazima awe head. Hiyo ndio taswira ambayo imeshajengwa kwa baadhi ya wanaume na ile jamii inayotuzunguka. Lakini sasa hivi mambo yanafaa yabadilike jamani. Sio vibaya, hakuna aibu mke kumuomba tendo mume wake. Jamani, mbona unapokwenda kazini, ama wewe mwanamke unajitoa kimasomaso kwenda kutafuta kibarua, unajitoa kimasomaso kwenda kutafuta michakari yako ya maisha, na wewe una dhiki zako, una mahitaji yako ya kimsingi ya kihalali, kama hutomwambia mume wako akidhi haja zako, nani atakidhi haja? Jamani, wanawake, waombeni waume zenu wawavumbule. Tafadhalini sana. Mimi nashangaa mwanamke ndani ya miaka 6, 7, 8 mpaka 10 kwenye ndoa, hata siku moja hujamwambia mume wangu nimejiandaa kwa ajili yako. Hujamwambia mume wangu karibu kitandani. Hujampigia simu japo hata kumwambia mume wangu ukitoka kazini usende kucheza dumna, usende kucheza drafu, wala usende kucheza na wazee wenzio, kwenda kuketi na kukunywa kahawa. Njoo nyumbani, itakuwa na kusubiri, manake leo nimejiandaa kwa ajili yako. Hivyo ndio inavyotakiwa. Coco FM 98.9, ladha ya Pwani.